Learn to worship God. Wirute guthathaiya Ngai. Hallelujah. Hallelujah. Kuna kitu moja ambayo ibada huwa inafanya katika maisha yetu. It helps us to grab hold of God's promise and God's blessings. It acts as a channel that attracts the things of God into our lives. It is a powerful weapon. It shakes the kingdom of heaven. And let us worship God as He deserves this morning. If you are selfish, you cannot worship God. If you are thinking about yourself and others, those you love, you cannot be able to worship God. It has to be about God. Just about God. So don't be selfish this morning, so that you may be able to worship God. House of the Lord. Ni furaha kuwa katika nyumba ya Bwana. It's a joy to see the glory of God. Ni furaha kuona utukufu wa Bwana. And we thank God so much. Na tunamshukuru Mungu sana because of the way He has continued to be faithful. Kwa sababu ya pili anaendelea kuwa mwaminifu. In the midst of the so many things that we are doing. Katikati ya mengi ambayo tunayafanya. We have seen the faithfulness of God. Tumeuona uaminifu wa Bwana. We have seen the manifestation of His glory. Tumeona udhihirisho wa utukufu wake. And we are encouraged to keep looking up to the Lord. Na tumetiwa nguvu kusidi kutazama juu kwake Mungu. And today, na siku ya leo, we want to share on the encouragement to pray. Tunataka kuongea juu ya kutiwa nguvu kuhusu katika kuomba. Amen. Amen. There are some things that encourage us to pray. Kuna mambo mengine ambayo yanatutia nguvu ili tupate kuomba. To keep looking up to God. Na tusidi kutazama juu kwake Mungu. To keep seeking His face. Tusidi kutafuta uso wake. Hallelujah. Hallelujah. And we keep on moving from strength to strength. Na tunatoka kutoka nguvu hadi nguvu. We keep on moving from faith to faith. Na tunatoka kutoka imani moja hadi nyingine. And we see more and more of what God wants to accomplish in our lives. Na tunaona zaidi na zaidi ya yale Mungu anataka kutimiza katika maisha yetu. And it is very good and important. Na ni jambo jema na la muhimu that as believers we learn to keep looking up to God. Kwamba sisi kama waumini tusidi kutazama juu kwake Mungu. Because prayer, maana maombi, is the only channel that God uses. Ndio tu njia kipekee ambayo Mungu hutumia to release His word
into our lives. Ili ashirie utajiri wake katika maisha yetu. The store of word of God Ghala la utajiri wa Mungu is opened linafunguliwa by prayer. Na maombi. And prayer becomes the channel Na maombi hufanyika njia through which the flow of God comes into our lives. Ambao mtiririko wa Mungu huja katika maisha yetu. That sustains us, ambayo hutuhifadhi, that gives us strength, ambayo inatuweka tukiwa na nguvu, that keeps us moving on, ambayo inatufanya tukae tukisonga mbele. Through the open door that the Lord has for us. Kupitia ule mlango ambao Mungu amefungua kwa ajili yetu. Because the truth is that there is an open door. Ni kwa sababu kweli ni kwamba kuna mlango uliofunguka. That's what the Bible says in Revelation chapter 3 and verse 8b. Hivyo ndivyo maandiko ambayo imesema katika Ufunuo sura ya 3 aya ya 8 sehemu ya 2. That I have kept an open door before you. Kwamba nimeweka mlango ulio wazi mbele yako. Amen. Amen. That open door, huo mlango ambao uko wazi, you find it as you abide in prayer. Unaupata wakati unadumu katika maombi. It remains open before you because you are abiding in prayer. Unabaki kuwa wazi kwa sababu wewe umedumu katika maombi. And this morning, na siku ya leo, just like I've said, kama vile ambavyo nimesema, we want to talk about encouragement to keep praying. Nataka kuongea kuhusu kutiwa nguvu kukaa katika maombi. And we want to have a look at Hebrews chapter 4. Tunataka kuangalia katika kitabu cha Waibrania sura ya 4 and verses 15 and 16. Aya ya 15 mpaka 16. The Bible says, Biblia inasema, let's start from verse 14. Tuanze aya ya 14. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to feel sympathy for our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Let us therefore approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu, kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Father, we thank you for this word. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya hili neno. Open it unto us. Lifungue kwetu. Give us the understanding from heaven. Tupatie ufahamu kutoka mbinguni. And minister to us, O Lord. Na tuhudumie, Bwana, according to your plan and purpose in our lives. Kulingana na mpango wako na malengo yako maishani mwetu. And be honored and lifted, O Father. Uheshimiwe na uinuliwe, Baba. Because there is no one like you. Maana hakuna mwingine aliye kama wewe. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. We do pray believing. Tunaomba na kuamini. Amen. Amen. One thing that encourages us to pray, jambo moja ambalo linatutia nguvu kuomba, is the knowledge of the nature of God. Ni ufahamu juu ya uungu wa Mungu. When we know the God in whom we believe, wakati tunamfahamu Mungu tunayemwamini, we are encouraged to pray. Tunatiwa nguvu kuomba. We are encouraged to keep on looking up to him.
tunatiwa nguvu kusidi kutazama juu kwake. Amen. Amen. And one thing we know about God, Na jambo moja tunalolijua kuhusu Mungu, that's something this portion of scripture says, na ni jambo ambalo limeandikwa katika hiki kifungu cha maandiko, is that he is able to feel what we feel. na kwamba ako na ile uweza wa kuhisi tunayoyahisi. He is able to understand us. Anaweza kutuelewa sisi. He knows what we could be going through. Anaelewa tunayoyapitia. He knows the kind of situation that you are in. Anaelewa hali ambayo unapitia. Because he came to the world through his son Jesus. Maana alikuja ulimwenguni kupitia mwanaye Yesu Kristo. And lived like a man. Na akaishi kama mwanadamu. Wearing the same kind of body that we are wearing today. Na akajivika mwili kama ule ambao tuko nao siku ya leo. Had the same weaknesses. Akawa na ule udhaifu kama ambao tuko nao. Walked through the same world we are walking in. Akatembea katika hii dunia ambayo tuko. He was tempted like the way we do get tempted. Akajaribiwa kama vile tunavyojaribiwa. And so. Na mambo kama hayo. So he is able to understand us as we pray. Hivyo anaweza kutuelewa tunapoomba. And I believe that's the reason why. Na ninaamini hiyo ndio sababu he is interceding for us in heaven. Ndiyo maana anatufanyia maombezi kule mbinguni. The Bible says here, Biblia inasema hapa, that he is at the throne of God. Kwamba yuko katika kiti cha enzi za Mungu cha Mungu. He is making intercessions for us. Na anatufanyia maombezi. Because he understands what we go through. Ni kwa sababu anaelewa tunayoyapitia. Somebody who knows you well, mtu ambaye anakufahamu vyema, is able to lift you to God in prayer. Anaweza akakuinua mbele za Mungu kwa maombi. And that's how Jesus is to us. Na hivyo ndivyo alivyo Yesu kwetu sisi. Our relationship with him, uhusiano wetu na yeye, is a relationship of very great intimacy. Ni uhusiano wa kindani sana. Where nothing in us is hidden. Ambapo hakuna kilicho ndani yetu ambacho kimefishika from him. Hakuna kilichofishika kwake. There is nothing he does not understand. Hakuna chochote asichokielewa. Therefore, as we pray, hivyo tunapoomba, even as at times we struggle in prayer, hata wakati mwingine tunapowangana katika maombi, at times feeling like we are not able to pray through, wakati mwingine tunahisikana kwamba hatupeni, the Lord can hear every murmuring that we are making. Mungu anaweza akasikia kila sauti tunayoipasa kwake. Even the speech that is incoherent before him, he understands. Hata ule usemi ambao uko na kuteleza uko wazi mbele zake. Because the Bible says that we don't know how to pray. Maana Biblia inasema kwamba hatujui tupasavyo kuomba. But in whatever way we go before God, lakini kwa njia yote ambayo tunamwendea Mungu, God answers our prayers. Mungu huyajibu maombi yetu. He hears. Anasikia. In fact, there are some things that we don't mention. Hata kuna mambo mengine ambayo hatuyatambuki. But just because we have gone to his presence, lakini kwa sababu tumeenda uweponi mwake, he can read every desire. Anaweza akasoma kila tamanio. He can read the pain. Anaweza akasoma uchungu. And he can understand even the needs that have not been mentioned before him. Hata anaweza akaelewa mahitaji yale ambayo hujayataja mbele zake. Although we are encouraged to mention our needs before him, japokuwa tumeshauriwa kutamka na kutaja mahitaji yetu mbele za Mungu. This is the God in whom we believe. Huyu ndiye Mungu ambaye tunamwamini. We also know that our God is able. Pia tunajua Mungu wetu anaweza. Ephesians 3 and verse 20. Waefeso 3 aya ya 20. The Bible says that he is able to do much more than we can pray. Biblia inasema anaweza kufanya zaidi ya vile tunavyoomba. Or imagine. Ama kuwaza. Much more than our faith can help us to stay in his presence and to look up to him. Zaidi ya vile imani yetu inaweza kutuwezesha kukaa uweponi mwake na kumngoja. He is able to do much more. Anaweza kufanya zaidi ya. So that's something that encourages us. Hiyo ni jambo ambalo linatutia nguvu. That there is nothing that's not possible before him. Kwamba hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Hallelujah.
Hallelujah. Amen. Luke chapter 1 verse 37. Luka sura ya kwanza aya ya 37. With God all things are possible. Kwa Mungu yote yanawezekana. Amen. Amen. Therefore, as we pray, hivyo tunapoomba, we are encouraged to know that our God is able. Tunatiwa nguvu kujua kwamba Mungu wetu anaweza. There are times when we struggle with mountains. Kuna wakati tunang'ang'ana na milima. There are times when we struggle with certain things we want to see God doing. Kuna wakati tunang'ang'ana na mambo mengine tunataka kumwona Mungu akiyafanya. Even with milestones that are too hard for us. Hata kwa hatua ambazo ni ngumu sana. And that's what Mary did. Na hivyo ndivyo Mariamu alivyofanya. She was wondering, how shall it happen? Alikuwa na waza, je, itafanyikaje? There's something that we always wonder because we are human beings. Hilo ni jambo ambalo pia sisi tunachangazwa nalo kwa sababu sisi ni wanadamu. But then the word comes with encouragement. Lakini neno linaja na kutia nguvu. With God all things are possible. Kwa Mungu yote yanawezekana. So when we know the God in whom we believe, kwa hivyo wakati tunamfahamu Mungu tunayemwamini, we are encouraged to pray. Tunatiwa nguvu kuomba. We are encouraged to keep looking up to him. Tunatiwa nguvu kusidi kutazama mbele zake. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hebrews 13 and verse 5. Waebrania 13 aya ya 5. The Bible says, Biblia inasema, keep your lives free from the love of money and be content with what we have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Msiwe na tabia ya kupenda fedha, muwe radhi na vitu ulivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. He's a God who never leaves us. Ni Mungu asiyetuacha, who abides in our lives. ambaye anadumu maishani mwetu. Hallelujah. Hallelujah. When you know the kind of God that you believe in, Wakati unapomjua Mungu ambaye unamwamini, you remain strong in prayer. unakaa kuwa na nguvu katika maombi. Hallelujah. Hallelujah. You remain strong in prayer. Unakaa na nguvu katika maombi. Something which is true, Jambo ambalo ni kweli, is that nobody ni kwamba hakuna mtu is ever too strong ambaye ako na nguvu sana. We are weak vessels, Sisi ni vyombo dhaifu, but we have a mighty God in our lives. lakini tunaye Mungu mwenye nguvu katika maisha yetu. Amen. Amen. Even the man who stands appearing to be so bold, that person is so weak. Hata yule mwanadamu anayesimama na kuonekana kuwa mwenye ujasiri sana, huo mtu ni mdhaifu sana. Hallelujah. Hallelujah. And you know the weakness of a man when they are in prayer. Na unajua udhaifu wa mwanadamu wakati yuko katika maombi. Hallelujah. Hallelujah. I think that's the reason why the closet is so important. The closet. Na ndio maana ninaamini ile mahali ya siri ni mahali pazuri sana. There are times you would not want anybody to be with you when you're praying. Kuna wakati hungalitaka uwe na karibu na mtu wakati wewe uko katika maombi yako ya siri. Hallelujah. Amen. There are times you would like just to be alone, to pour your heart before God. Kuna wakati ungetamani tu kuwa peke yako ili umwage roho yako mbele za Mungu. To cry before God. Ulie mbele za Mungu. To express yourself before Him. Na ujieleze mbele zake. And so on and so forth. Na mambo kama haya. Hallelujah. Hallelujah. And that's the time. Na huo ndio wakati you really release yourself, unapojiashiria, knowing that the one in whom I believe is able to lift me. Ukijua kwamba yule ni mwaminie anaweza akaniinua. He lifts me from down there, ananinua kutoka mahali pa chini to a position of strength, katika na kuniweka katika mahali pa nguvu. So you may find somebody coming from the closet, very strong. Hivyo unaweza kumwona mtu akitoka katika mahali pa maombi akiwa kuwa mtu mwenye nguvu. Hallelujah. Hallelujah. Saying a lot of hallelujahs and amen. Akisema haleluya mingi na amina mingi. Amen. Amen. Oh, say my God is able. Akisema Mungu wangu God akaweza is together with me. Mungu yupo pamoja nami. He is faithful. Yeye ni
mwaminifu. Hallelujah. I Hallelujah. am going through. Ninapenya. He was not saying that when he was down there. Hakuwa nakiri hayo wakati alikuwa chini. Hallelujah. Hallelujah. So we have a God who is great and mighty. Tuko na Mungu ambaye mwenye nguvu na uweza. Amen. Amen. And when we know how he is, Na wakati tunamfahamu jinsi alivyo, then we are made strong. Katika hilo tunatiwa nguvu. Something else that keeps us strong in prayer Jambo lingine ambalo linatuweka nguvu katika kuomba is the relationship we have with God. ni uhusiano tulio nao na Mungu. Hallelujah. Amen. The relationship we have with God. Ni uhusiano tulio na Mungu. That's something that keeps you strong Hilo ni in jambo prayer. Hilo ni jambo ambalo linakuweka nguvu katika maombi. Hallelujah. Hallelujah. Romans 8 and verse 32. Warumi 8 aya 32. The Bible says, Romans 8:32. Warumi 8 aya 32. He who did not spare his own son, but gave him up for us, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Yeye asiyemwashiria mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Hallelujah. Amen. The Bible says that God never spared his son. Biblia inasema ya kwamba yeye hakuashiria mwanae. Amen. Amen. And he who did not spare his son, Yeye ambaye hakumsuiria mwanae, then alongside with him, yeye pamoja naye, or rather together with him, that's the better, English. pamoja na yeye. Amen. Amen. Together with him, Pamoja na yeye, together with Jesus, pamoja na Yesu, there is nothing he will not give to us. hakuna chochote ambacho hata tukirimia. Hallelujah. Amen. There is somebody you may hide, or there is somebody you may go close to, Kuna mtu ambaye unaweza kwenda karibu na yeye and certain doors will open. na milango itafunguka. Amen. Amen. You may not go alone and get listened to, Uende peke yako na usiweze kusikilizwa, but when you go together with him, lakini ukienda pamoja na yeye, doors will open. milango itafunguka. Hallelujah. Amen. Because of that person. Kwa sababu ya huo mtu. Amen. Amen. I remember one time, Kumbuka wakati mmoja, when we went to a certain farm, wakati tulipoenda katika shamba fulani, the owner of the farm was very bad. We were so much feared. yule mwenye shamba alikuwa mtu mkali sana na aliogopa. We were in the primary school. Tulikuwa katika shule ya msingi. But he had very good and sweet sugar cakes, and we were celebrating. na alikuwa na nua vizuri sana, tulikuwa tunaimezea mate. And we knew that this man, if he could get in one of us, Tukawa tunajua kwamba huyu mzee akipata mmoja wetu, there can be disaster. naweza kuwa na hatari kubwa sana. Hallelujah. Hallelujah. So we looked at, the grandson. Hivyo tukamtafuta mjukuu wake. We were a number of us. Tulikuwa baadhi yetu. Tukaenda na yeye. Tumelia nake. Sasa kasalimia babu yake. Ndiye ndiye guka. Akamwambia tumetembea. Akavuka tu washera. Amen. Amen. And tumekuja kukusalimia. Nakokea ukatuka ukugaidi. And as we talked, na leo watereta akamwambia wakitaka kula miwa. Okashukuruka yako wakimwira ukadwa na makoda kuria kigwa. Amen. Amen. Hakuna shida. Ukadwa kwa kila ashukuru yake. Hatia na tena. So we were given the
sugar canes, koguo tukiumĩrwo igwa whatever you wanted. o igwa iria twenda Whatever we wanted. igwa mũigana ũrĩa twenda. Amen. Amen. But not because we could have been given in the first place, No nĩ tondũ hau ha mbere nĩ tũngĩaheirwo, but because of this blood sign. no nĩ tondũ wa gacũkũrũ gaka nĩ gatũma tumĩrwo igwa. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, Biblia inasema together with Jesus. pamoja na Yesu. Hallelujah. Amen. So we hide under the grace of Jesus. Hivyo tunajificha chini ya neema ya Yesu. That's relationship. Huo uhusiano. Amen. Amen. And we are heard by God in the name of Jesus. Tunasikizwa na Mungu kwa sababu ya jina la Yesu. And that's why Jesus said, Ndiposa Yesu akasema, until now you have not prayed anything. mpaka wa sasa hamjaomba lolote. Pray in my name, Ombeni kwa jina langu, and the Father shall hear you. na Baba He atawasikia, shall answer you, atawajibu, and your joy shall be complete. na furaha yenu itakamilika. Hallelujah. Amen. So when we go in the name of Jesus, Wakati tunapomwendea Mungu kwa jina la Yesu, the door is opened. milango inafunguka. And not only going in the name of Jesus, Na sio tu kwa kumwendea kwa but jina la Yesu, also the relationship that we have with Him. na pia ni katika ule uhusiano tulio na The yeye, communion we have with Jesus. ushirika tulio nao na Yesu. That's a door opener for us. Huo ni funguo ya kutufungulia mlango. We know that we have a relationship Tunajua tuko na uhusiano that keeps us secure, ambao unatuweka that gives salama, us victory unaotupa ushindi in the presence of the Father. uweponi wa Baba. Hallelujah. Haleluya. And there is something that always registers in us Na kuna jambo ambalo linapigwa muhuri ndani yetu when we keep that relationship strong. wakati tunapoweka huu ushirika ukiwa na nguvu. Amen. Amen. We are kept strong. Tunawekwa na nguvu. Even before the answers come, Hata kitambo majibu we yatujie, know that the Lord is answering. tunajua kwamba Mungu anajibu And we are assured. na tunahakikishiwa. Hallelujah. Haleluya. Because we are keeping our strong relationship with the Lord Jesus. Kwa sababu tunaweka ushirika ulio na nguvu pamoja na Yesu. Amen. Amen. That gives us assurance every time we stand in the presence of God. Hilo hutupa hakikisho kila wakati tunaposimama uweponi mwa Mungu. Amen. And that's why Na hiyo ndiyo sababu worship and adoration in the presence of God sifa na ibada mbele za Bwana is very key in prayer. ni ya muhimu sana katika maombi. Take much time to love Jesus. Chukua wakati mwingi kumpenda Yesu. Take much time to love the Father. Chukua muda mrefu kumpenda Baba. To love the Holy Spirit. Chukua muda mrefu kumpenda Roho Mtakatifu. Take much time to build that relationship. Chukua muda mrefu kujenga And uhusiano. delight in Him. Jifurahishe ndani yake. The Bible says when we take delight in Him, Biblia inasema wakati tunapojifurahisha katika our Bwana, desires are fulfilled. mahitaji yetu yanatimizwa. Amen. Amen. That's about strengthening our relationship with Him. Hiyo ni njia ya kufanya. Loving Him. Hiyo ni njia ya kutia Lifting nguvu. Him. Ni katika kumuinua And exalting Him. na kumtukuza. Bwana asifiwe sana. Bwana ni haiongoshi. There are times when we don't struggle in prayer. Kuna wakati hatung'ang'ani katika maombi. Just because we have lifted our love unto Jesus. Kwa sababu tumeinua upendo wetu kwa Yesu. That's why it's good to learn to worship the Lord. Hivyo ni vyema kujifunza kumwabudu Bwana. Worship the Lord and love Him. Mwabudu Bwana na upendo. Sing before Him. Imba mbele zake. Speak the word. Nena neno. Speak good words unto Him. Nena maneno mazuri mbele zake. Hallelujah. Haleluya. Those words Haya maneno are door openers. ni funguo za kufungua mlango. Hallelujah. Haleluya. Enter His courts with praise. Ingia malangoni mwake kwa sifa. Enter His courts with thanksgiving. Ingia hemani mwake na shukrani. Hallelujah. Amen. So as we release adoration unto the Lord, Hivyo tunapoinua sifa mbele za we Bwana, are entering into the courts of God. tunaingia katika hema za Mungu. Hallelujah. Haleluya. That relationship with God Huo uhusiano na Mungu gives us assurance. hutupa hakikisho. Something else that gives us assurance of answered prayer
Jambo lingine ambalo hutupa hakikisho kuhusu maombi ambayo yamejibiwa is the great and precious promises that we have in Jesus. Ni ahadi za dhamana na kuu ambazo tuko nazo katika Yesu. The promises of God. Ni ahadi za Mungu. Hallelujah. Hallelujah. They are great. Ahadi za Mungu ni kuu. They are precious. Na ni za dhamana. Hallelujah. Hallelujah. You can enlist the promises of God. Unaweza ukaandika ahadi za Mungu. There are so many. Ni nyingi sana. Hallelujah. Hallelujah. You cannot exhaust them. Hawezi ukafika mwisho wa zile ahadi ambazo Mungu ametuahidi. Amen. Amen. They are great. Hizo ni ahadi kuu. And they tell us one thing. Na zinatuambia jambo moja. That our God is has a plan. He has something he wants to accomplish in our lives. Kwamba Mungu ako na malengo angetaka kutimiza katika maisha yetu. And 2 Corinthians chapter 1 and verse 20 says, na Korintho wa pili sura ya kwanza aya ya 20 Biblia inasema, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ, and so through him we say amen. To the glory of God. Maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio, tena kwa hiyo katika yeye ni amini. Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Hallelujah. Amen. There are so many promises. Kuna ahadi nyingi sana. But all of them are yeah and amen. Na hizo ahadi zote ni ndio na amina. Amen. Amen. You know, a promise ahadi is an assurance. Ahadi ni hakika, ni hakikisho that the one who was given ya kwamba yule ambaye amesema will fulfill. Atatimiza. Hallelujah. Hallelujah. And the promises of God, na ahadi za Mungu, they start helping us. Sina koroga tumaini ndani yetu. Amen. Amen. They start fading us. Sina chochea imani ndani yetu. And the Bible says that faith is the assurance. Biblia inasema kwamba imani ni uhakika of the things that are hoped for. Ni bayana ya mambo ambayo yatarajiwayo. The Amplified Bible says it is the title deed of the things that are hoped for. Biblia ambayo imeeleza kwa upande imesema ni sheti cha mambo yatarajiwayo. Amen. Amen. So when God gives the promises, hivyo Mungu anapopatiana ahadi, he is giving you a title deed. Anakupatia hicho cheti cha kurithi to what he is saying that he will do. Ili kwa yale ambayo anasema atatenda. Amen. Amen. You can carry that one before him in prayer. Unaweza ukabeba hayo katika maombi. That's why hiyo ndio sababu the promises of God are stimulants toward prayer. Ahadi za Mungu ni babo ya kushoshea mambo ya afikiane katika maombi. Hallelujah. Amen. They make us to pray. Yanatufanya tuombe. God, there is this you have promised. Mungu, kuna hili ambalo umeahidi. I am praying for your intervention. I'm praying for your fulfillment. Naomba juu ya mwingilio wako, naomba juu ya kutimizwa kwako. The greatest thing that the promises of God do is to stand up to go before God who has given the promise. Ahadi ya Mungu, yale mambo kuu hufanya ni kutushoshea kwenda mbele za Mungu kuomba ili tuone kuafikiana kwa hizo ahadi. Amen. You go before the Lord and telling God, God, you have promised this. I'm waiting upon you. Unaenda mbele za Mungu na mwambia, you have promised this, I'm waiting upon you. Bwana, umeahidi hili, nimengoja. This is your promise in my life. Hii ni ahadi yako maishani mwangu. I'm waiting upon you. Na ngoja kutimizwa kwako. Hallelujah. Hallelujah. And as you stand in the presence of God, na unaposimama uweponi mwa Mungu, you know, unajua that I am holding on to something that is real. Kwamba nimeshikilia kitu kilicho dhahiri. The promises of God. Ahadi ya Mungu. Hallelujah. Amen. And I thank God, brethren. Na nashukuru Mungu sana wapendwa, as we meditate on the word, tunapotafakari kuhusu hili neno, and we are strengthened in our hearts, na tunatiwa nguvu katika mioyo yetu,
Mungu. We make a firm ground for our faith. Tunajenga msingi ulio na nguvu katika imani yetu. A firm ground for our feet. Tunajenga msingi ulio na nguvu pa kukanyagia. We can stand on those promises. Tunaweza kusimama juu ya zile ahadi. And we are assured. Na tumehakikishiwa. That even when there is nothing else to hold us up. Hata wakati hakuna kingine cha kutusimamisha juu. We are standing on those promises. Tunasimama juu ya zile ahadi. Bwana asifiwe sana. Bwana ni aheogoshi. Hallelujah. Hallelujah. What is making you to stand? The promise of God. Ni kipi kinachokufanya ukae umesimama? Ni ahadi za Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. There are many times you say, I'm standing on the promise of God. I'm standing on the promises of God. Hallelujah. It's because you know that that promise will come to pass. Amen. Amen. And we are sure to have the promise of God fulfilled more than we are sure to have tomorrow. Hallelujah. Hallelujah. And you know, the things that are promised of God, they are things that we look at. They are real. More than the physical things that we see. They are eternal. The things we see are temporary. There are some situations that are temporary in your life. They are tangible, but they are temporary. They are spiritual, the promises of God. You may not touch some of them, you may not touch them, but they are eternal. We hide them in our hearts. And we stand on, by faith in the presence of God. And we are kept strong as we pray and look up to God. Hallelujah. Hallelujah. In fact, we can say that without the word of God, there is nothing to carry, to God in prayer. Hallelujah. Hallelujah. The promises of God bring assurance to us that God is listening to us and He is hearing our prayers. Ahadi za Mungu hutupa hakikisho mbele za Bwana wakati tunapoenda mbele za Bwana na kujua kwamba Mungu anatusikia. Hallelujah. Hallelujah. Something else that keeps us, brethren, strong in prayer. Jambo lingine ambalo hutufanya kuwa na nguvu katika maombi, wapendwa, is that assurance that God is answering your prayer. Ni ule uhakika kwamba Mungu anajibu maombi yako. Amen. Amen. That assurance that my God is answering my prayers. Ule uhakika kwamba Mungu anajibu maombi yako. Amen. Amen. He is answering my prayers. Mungu anajibu maombi yako. Therefore I know. Hii ninajua that as I pray, kwamba ninapozidi kuomba, it's not in vain. Sio bure. Amen. Amen. There is the assurance of answered prayer. Kuna ule uhakika wa maombi ambayo imejibiwa. John 7 and verse 7. I mean the Matthew 7 and verse 7. Matthew 7:7. Mathayo sura ya 7 aya ya 7. It says, Biblia inasema, ask and it shall be given unto you. Ombeni nanyi mtapewa. Amen. Amen. Seek and you shall find. Tafuteni na mtaona. Knock, bisheni, the door will be opened to you. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Hallelujah. Amen. You know, across the time, katikati ya wakati, I have never seen a greater assurance than this one. Sijawahi ona hakikisho kubwa
kama hii. Amen. Amen. Somebody is telling you, ask. Mtu anakuambia omba. Amen. Amen. And you shall be answered. Nawe utapewa. That's an invitation to pray. Huo ni mwaliko wa kuomba. Hallelujah. Amen. Yes, you are in that situation, you have those desires, you have that dream. What I need is that you ask. Ndio uko na hilo hitaji, uko katika hiyo hali, una hilo ndoto, lakini omba. Hallelujah. Hallelujah. Ask and you shall receive. Omba na utapewa. Hallelujah. Amen. Seek and you shall find. Tafuta na utapata. Amen. Amen. You know, seeking is like looking for something that really is not easily available. Kutafuta ni kama ile hali ya kujaribu kuangalia kitu ambacho hakionekani kwa urahisi. Amen. Amen. And I think it is a bit deeper. Na ni kitu ambacho kiko ndani zaidi. Hallelujah. Amen. Because you are taking time to seek, maybe, so that you can find it. Maana umechukua hata muda kiasi ili kilisho ambacho hakionekani iweze kukipata. There are some things that get lost in the house and you take time to look for them. You go to the files, you go to where. Nikulisha kwa nyumba, ukaje kushishalia, ukaje weza fanya yana niga macho ukachigulia nigushiyede. Amen. Amen. You are seeking. Ni ushiyurashali. Hallelujah. Kwethore. And at times we seek God like so. Na mahinda magika yashagio nakini na jeratemu. There are some things we are seeking. Ni kweli ndio turashalia in such a way. Na jeratemu. It involves time, guko aida commitment, kwihena na uko ya hinya, all that. Na maundu tabashi. But the Bible says, you shall find. Na madai na nemokuwa. Amen. Amen. It's not in vain. Coming and taking time in prayer here. You are available this day. You are available the other prayer meeting. You are available the other time. That is seeking. The Bible says, you shall find. Hallelujah. Amen. And there are some things that we seek. And they are not available within, a short time. Amen. Amen. Look at somebody like Hannah. I mean Anna. Anna. In the New Testament. She was in the temple. Praying for years and years. For the coming of Jesus. Hallelujah. She was seeking. Seeking. What was keeping her encouraged? Because she knew the faithfulness of the God in whom she was seeking. Hallelujah. Amen. The one she was praying to. So she kept on seeking. Hallelujah. Hallelujah. And I believe such an inspiration from the word or from the Holy Spirit kept her strong. You shall find what you're seeking. Eventually, after many years, she held Jesus in her hands and she told God, thank you. Allow me now to rest. Hallelujah. Hallelujah. This is wonderful. Simeon the same. Simon Otogu. There are things that we seek, brethren, and we keep on looking up to God. The word says, you shall find. We shall see. There is a glory we look for. We shall see.
At God's appointed time, we shall see that glory. We shall see that confirmation. There are some beloved people we pray for. We have not seen them changing, but we shall see it happening. Hallelujah. God has their plan. God has a purpose for them. Amen. Amen. He has their time. Their timetable. The transformation we shall see it. Hallelujah. Hallelujah. But we keep on finding, seeking to see God manifested in their lives. The Bible says, knock, and the door shall be opened unto you. Hallelujah. Hallelujah. Knock. And I remember this person who received a midnight visitor. And she went to knock at the door of the neighbor. Because she didn't have anything to put before the visitor. So she knocked. The door was not opened immediately, but she kept knocking. And eventually this owner of the house felt this person is going to wear us. Hallelujah. Hallelujah. And we went to sleep. The Bible says that she was saying, we are in bed together with my family. But this person at the door won't let go. Hallelujah. You are in bed, I understand, but I need. I need this blessing. There is nothing to give to my visitors. Eventually, the owner of the house woke up. I need peace. I want to sleep. I must give this person whatever she needs. And the Bible says that she was given everything she needed. Hallelujah. Hallelujah. Hata unataka dio. Una chapati. Hata kuna stew ambayo ilikuwa imebaki, hata hiyo unapenda. There are some fruits also. Everything. Hallelujah. Amen. Amen. So akabeba zote. And brethren, our God is listening to us as we knock. You may knock once and see as if nothing has happened. You may knock the second time, it's like nothing has happened. But remember, it is the God of gods who has said knock. And the door shall be opened. So even when you have knocked the 10th time, be assured that the Lord is going to open that door. So knock the 11th time. Amen. If it is not opened, knock the 12th time. Amen. Amen. And even when you have knocked the 12th time, you have not finished. You are not done with the knocking until it is opened. And the Bible shows us that we need to knock and knock until it is opened. The assurance is that it is going to be opened.
Hallelujah. Hallelujah. And the Bible says Kirikaniro gikoiga in the 1 John chapter 5 and verse 14. Dini wa marua ma Johana wa Johana wa mbere ithano na muhari wa 14 That this is the assurance ati oyu niguo umiriru that we have. uria tukoragwo naguo. Hallelujah. Hallelujah. That when we pray anything Ati undu uria o wothe tuhoya according to the will of God, oringaine na wendi wa Ngai, He answers us. ni atucokagiria kana ni atuhingagiria. Bwana asifiwe sana. Mwathani aheo goci. That's the assurance we have. Ucio niguo umiriru uria turi naguo. Let me tell you, Reke ngwire, if you would have just a small understanding or a hint that there is not going to be any answer, you may not stand there. ungikorwo ati ni urona ta utarigia na kamwene ikati ni gukugia na anja ndungikara handu urona hatina ndu hari uri. Hallelujah. Amen. You would just stop everything and go. No utige undu wothe wikaga na withire maku. But the Bible says this is the assurance. No ndiko matwirire ati oyo niguo umiriru uria turi naguo. So I'll keep there. I will stay there worship. Koguo ni guikara hau ndiriguite ngimathi. Because I know that my God is answering. He is listening to me. Ni tondu ni njui Ngai wakwa ni arathikiririe. Why? Niki? Because I'm praying according to His will. Ni undu nitirahoya kuringana na wendi wake. Hallelujah. Hallelujah. That's why we keep on releasing ourselves to the will of God. Na nikio tuikaraga tukirekagiriria kuri wendi wa Ngai. Allowing the will of God to reign in us. Tukirekagiriria wendi wa Ngai uthamake thiini witu. Amen. Amen. Because we know that when we are praying according to His will, He is answering. Ni undu nitwetiria turahoya kuringana na wendi wake ni aracokia. Amen. We keep on cancelling our will and we keep on receiving the will of God and allowing it to be ours. Tukikanja na mawendi maitu tukiyukagia wendi wa Ngai tugituma gotwike guo wendi witu. See here, the Bible does not say according to your will, but the will of God. Cudhirio maandiko matiauga kuringana na wendi waku no ni kuringana na wendi wa Ngai. It's obeying. Wendi wa Ngai niguo ri iguru muno. And in the will of God, breakthrough is hidden. Na thiini wa wendi wa Ngai hau no turikagia wa kuhithikite. Amen. Amen. So we keep on going back to understanding the will of God in our lives. Na nikio tukara tugicokaga niguo tutaruko wendi wa Ngai niguo riko. Amen. Amen. And we are assured that the Lord is answering. Na tugakorwo turi na umiriru ati Mwathani ni aracokia. Amen. Amen. And lastly, brethren, Na undu wa muthia endwa, the knowledge of the good plan that God has for us keeps us strong in prayer. umenyo wa wendi uria mwega Ngai ari naguo wa mubango uria mwega Ngai ari naguo iguru ritu ni utuigaga twina hinya thiini wa kuhoya. Just knowing that the Lord has a good plan, Ohoro tu umenyo ati Ngai ari na mubango mwega iguru riaku, that's enough. undu ucio ni muiganu. You know, there are times when the Lord does not even tell us the exact plan. Ni kuhingo Ngai atukwiraga ni mubango uriku ucio. And many times He won't tell you. Na mahinda maingi ndarikwiraga. Hallelujah. Hallelujah. That is part of the mystery of God. Macio nimo maundu maria mari hitho-ini ma Ngai. That He does not tell you His plan at times. Ni ati ndarikwiraga mubango uria ari naguo iguru riaku mahinda-ini make. Amen. Amen. He hides it. Ni ahithaga. But the good thing is that He has a plan. Na uhoro uria mwega ni ati ena mubango mwega. Hallelujah. Hallelujah. Unaona kama hakuna jambo linafanyika, lakini He has a plan. Unaona ta utari ndurengeka na uhoro wa ni ati kwina mubango mwega. You see as if there is a desert, but God has a plan. Ukona ta kuri na weru no Ngai ari na mubango. You see as if you are in captivity, but there is a plan. Ukona ta uri migwate no Ngai ari na mubango mwega. Hallelujah. Hallelujah. And that's how the people of Israel were. Na ni wandu wa Israeli matani. They stayed without praying. Magikara matekuhoya. They stayed without singing. Magikara matakuina. They were not worshiping. Matiathagayagia. They had their
their instruments, their guitars, etc. Magishuge inanda ciao. The keyboard was gathering dust. Na keyboard igikorwo rugugwiro irarogota. They were not doing anything, they were not worshiping. Mwa gutio ndubekaga matiathara. And can I tell you something, dear one? Na no kuyo ndugwendo. Do you know that there are times we are like that? No ni kulingo tukoragwo tutariyo. There are times when you feel like not worshiping, you don't feel like doing anything. Ni kulingo igwa ukithatharia woigwa tutariyo ndungika. You stop praying. Ukatiga mahoya. You stop looking up to God. Ugakinya handu ugatiga kurona iguru kuri Ngai. Why? Nikigetu Because of the weight of the situation. ni tondu woritu wa gikiro kiri thiini wake. But then that's a time No kamiko kahile. when Jeremiah 29 and verse 11 can wake you up. Jeremia 29:11 ungekwarahura. For I know the thoughts that I have for you. Nyondo ni choy meshiria maria tena mo iguru yaku. They are thoughts for good and not for evil. Ni meshiria mawega na ti maũru. To give you a hope and a future. Niguo kuhe rũciũ rwĩna kĩĩrĩgĩrĩro. Hallelujah. Amen. When the people of Israel heard those words, Hingo na ciana cia Israeli ciaiguire ciugo icio, the Bible says they arose maandĩko makauga ikĩarahũka and they even started becoming active. na makĩanjia kwĩrekereria na njĩra nene. They started working. Makĩanjia They kũruta wĩra. started praising God also. Makĩanjia kũgoca They Ngai. started seeking God. Makĩanjia They kũrongoria Ngai. started praying Makĩanjia kũhoya. because they knew God had a plan for them. Nĩ tondũ nĩ mamenyire Ngai arĩ na mũbango nĩ ũndũ wao. They knew that they were in the plan of God. Makĩmenya atĩ marĩ And mũbango-inĩ wa Ngai. God was unfolding the plan in their lives. Na Ngai aguragia mũbango wake mĩtũrĩre-inĩ yao. Do you know that the desert? No amenya atĩ we. Do you know that the lack? No amenya atĩ wagi ũcio. Do you know that the challenge? No amenya atĩ iroithia rĩu. All those are they are somewhere in the plan of God. Cirĩ handũ mũbango-inĩ wa Ngai. And God uses them to reveal Himself. Na Ngai nĩacihũthagĩra eguũrie kũrĩ o. Hallelujah. Hallelujah. The key thing is that the plan that God has is a good plan. Ũndũ ũrĩa mwega nĩ kũmenya atĩ mũbango ũrĩa Ngai arĩ naguo igũrũ rĩaku nĩ mũbango wa wega. Hallelujah. Hallelujah. So we continue looking up to God who has a good plan for us. Koguo tũgaikara tũkĩroraga na igũrũ kũrĩ Ngai ũrĩa ũrĩ na mũbango At times I mwega. don't want to know many things. Mahinda mangĩ ndiendaga kũmenya I maũndũ just maingĩ. want to know that God has a good plan for me. O ũndũ ũrĩa nyendaga kũmenya nĩ atĩ Ngai arĩ na mũbango mwega igũrũ rĩao. Hallelujah. Hallelujah. So I'll pray. Koguo nĩngũhoya. I'll wait upon Him. Nĩngũgweterera. Hallelujah. Hallelujah. I'll know Nĩngũmenya that He has not left me. nĩ atĩ ndandigĩte. So I know that the plan He has for me. Koguo nĩnjũĩ atĩ mũbango ũrĩa enaguo igũrũ rĩakwa nĩ wa wega. Hallelujah. Hallelujah. He is unfolding it. Na nĩaraũguũria. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. That stirs Ũndũ ũcio nĩ ũturugaga. more prayer, Ũkaruga mahoya maingĩ. more waiting upon God, Ũgaturuga gwetera Ngai makĩria. more knocking. Ũgakauga nĩguo tũringaringe makĩria. Hallelujah. When we know that God has a plan for us. Hingo ĩrĩa twamenya Ngai arĩ na mũbango igũrũ ritũ. The devil would like you to stay without doing anything. Shaitani nĩ wenda ũikare ũguo ũtarĩ ũndũ ũreka. The devil would like you not to do anything, not to pray, Shaitani nĩ wenda ũikare ũguo ũtarĩ ũndũ ũreka. Waga not kũhoya, to praise God, waga kũgoca Ngai, not to worship Him, waga gũthathaiya Ngai, not to exercise, faith on the word, waga kũrutithia wĩtĩkio kiugo kĩa not Ngai, even to serve Him. ona waga gũtungatĩra Ngai. He would like you to be at a study still. Shaitani nĩ wende ũtithie na ũrũgamio hau ũrĩ. But the whisper of God is telling you, No kũheherera kũrĩa kũrũma na Ngai kũrakũra. start seeking God. Anjia gũcaria Ngai. He has a plan for you. Ena mũbango igũrũ rĩaku. Start moving on with life. Anjia gũthiĩ na mbere na mũtũũrĩre. Plant, Handa, harvest. getha. You know, this is what they were told to do. O nĩguo andũ amerirwo meke andũ a Isiraeli. Hallelujah. Hallelujah. Because there is a plan that God has for you. Nĩ tondũ kũrĩ na mũbango Ngai arĩ naguo igũrũ rĩaku.
Hallelujah. You know, there are some things that we don't see as if they are important, but they are part of the life of somebody who is victorious. Na kwa maana tunaona kama tani mafata no ni kiga na gichuje kya muturire wa mundu gutura Even muturire to celebrate. ona mundu ogekongwira. Hallelujah. Amen. Celebrating is part of your walk with God. Gukenerera maundu ndikiga kya muturire wa kwa Ngai. Amen. Amen. Because you know He has a plan for you. Ni ule ndio na mupango iguru yaku. You celebrate even when some prayers have not been answered. Ona yokongo agira ngani ngani ya mahwa mamwe batali. Because you know that the Lord is faithful. Ni ndio ikani ni mwehokeku. You rejoice for those that are answered. You celebrate for those that are not answered. Ukakenera ngani ndo amale mashoketio no kamugatha mitondwa na male batashoketio. Because you know that He has a good plan for you. Ni ndio yali na mupango mwega. In every situation, Na iguru ya gikiro gyo. even in the darkness, Ona gatatu ni kadu. you are lifting the Lord and you're praising Him. Ni ora baralia kadu kamugochi. Bwana asifiwe sana. Mwangalia hewa gochi. You're meeting with the brethren and you're saying high five. Ogachemanya na ro kana hewa high. Hallelujah. Hallelujah. Because you know your God is good. Ni ndio ikani wako ni mwega. Amen. Amen. He has a good plan. Ena mupango mwega. Amen. There are some people who will maybe ask, why are you celebrating and we can see nothing? Nikuri higa kule ndo magiuri wewe nikikia ni ndo likula kugwera sio ndo kugwera ndio wangu. But you tell them the Lord has a good plan for you. No kumera kayena mpango kwa na mtu. That is what is making me to be to celebrate. Otoshe kula toma And to kugwera rejoice. na kene. Hallelujah. Hallelujah. And that's why at times spiritual people appear to be crazy. Na hao adwa kero ho ngomone kagata mali ateubao. Hallelujah. Amen. They celebrate when the mountain is there. Makogwera They are celebrating when they are harvesting. Makogwera ya mara. They are celebrating when they are in the valley. Makogwera They ya are celebrating when they are on the mountain. Ona makogwera ya mara ikile mai. They are celebrating when they are waiting. Na makogwera wameteneile. They are celebrating when the door is open. Makogwera mlango wa hikoka. And you wonder at times, Nalimoishi okagega mahinda nyamabo. don't they go through ups and downs? Ekaywa batabatana ile makana magathira mikono. There are times people ask like that, or they wonder. Nikurihiko ndo morage shinde. They are always smiling. Adwa kala They are always happy. adwa kala aken. Why? Neki. It's because they know God has a plan for them. Nikoro ni moitai ali na mupango na That's mitongo. why every time it's time to rejoice. Nikyo ni mahinda mode ni mahinda magoke. Hallelujah. Hallelujah. They don't look at others. Matiola dogi. They look at the God who has a plan for them. Mashoga geja kayuro na mupango na mitongo. Hallelujah. Hallelujah. They don't compare themselves with others. They look at the plan God has for them. Makini tigana ya nado age marola kayuri ya wele mutongo. Hallelujah. Amen. You know the head man for a believer is not like the other head mans. Nwamenya muthia wa mwisho wa mweri wa mweri mwetikia tita muthia wa mweri wa ndwari yake. Hallelujah. Amen. That's why Na nikyo getobi they rejoice every time. makenaga mahinda memo. Amen. Amen. When your head man has come and mine has not come, I'm still rejoicing. Hiko na Hallelujah. mwisho wa kuwa mweri wa kinya na wakati mukini niyo ndira kugoya. I'm not asking myself, why has mine not come? Ya kile yoya nikimuthia wa kwa mweri utakinyeti. Hallelujah. Hallelujah. When somebody shouts there and say, I've seen God and I've not seen, I'll still rejoice. My time is coming. Hija mundu akogwera hauga ni tona kai na nyiti dimorete no kogwera ni tondo kaida kwa no gaguki. So all of us are rejoicing and celebrating. Kogo itothe no plake na no plake. Because we know the plan that God has for me as an individual. Ni tondo ni chono fa gore kayale na ngoro ya kwa nyeta mundu kiu. Hallelujah. And we keep praying. Na tuweka We keep tukifa. looking up to God. Tuweka tukiona yuko Hallelujah. Hallelujah. We keep on knocking. Tuweka tukilingalika muraki. And those prayers before God Na mahwebeshe twambara ya mbele ya Ngai. that are offered in various circumstances, Maretuma bararagia tuli maudhui matiganeti. they always go before God like incense. Nidia la mbele madia mbele ya Ngai matanita mutarariko mwe. God is so happy. Na yakaba kende. These people are praying. Atoni marahoya. These people are seeking. Atoni marado konya. And He takes delight in coming through for us.
hearts. na Ngai agakena akiharũrũka mĩtũrĩre-inĩ itũ. I believe that message has been a blessing to you. You can subscribe, you can share, you can comment. In case you have not received Jesus to be Lord and Savior in your life, you can make this simple prayer before the Lord and it can transform your life. Just pray after me. Say, Lord Jesus, I come to you. I know that I'm a sinner and I'm not worthy before you. Today, I repent of all my sins and I give my heart to you. I commit my life to you, so I be to be Lord and Savior over my life. I leave the world and I yield to you. I give my life unto you. Thank you because you have saved me. Thank you because my name is written in the book of life. Thank you because I'm a child of God from now. In Jesus' name, I pray and I believe. If you have made this prayer together with me, the Lord has saved you. He has transformed your life. From today, you are a new creation. If you happen to come from Laudadabout Kairode, you can join us in gospel outreach. And if you come from far, just look for a Bible-based church where you will grow and continue to serve the Lord, and your life shall never be the same again. God bless you. Amen.